mafrateli wetu, lakini pia waamini wote, wanakwaya, pamoja na wote kabisa wenye mapenzi mema ambao mmekuja kushiriki adhimisho hili la misa takatifu kwa ajili ya kuwekwa kwa daraja ya upadri kwa mashemasi wetu watano. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi ni tarehe 4 ya mwezi Julai ambapo imependeza machoni pa Mwenyezi Mungu kukutanika katika nyua hizi za Bwana hapa parokiani, parokia ya Mtakatifu Rafaeli Malaika Mkuu Mbweni, kwa jambo moja kubwa kabisa la kushuhudia uwekwaji katika daraja ya upadri mashemasi wetu watano ambao imependeza mama kanisa baada ya majiundo yao kukamilika, basi kuwaingiza katika daraja hiyo takatifu. Tunaye Shemasi Castor David Mwinuka, SDB Eric Katula na Eric Boniface Tibayuka, tunaye Henry Michael Kadinde, tunaye Cleopas Edwin Katula na Evans Mutegeki Kilaini, ambaye yeye wasemavyo Waswahili ashakumsi matusi, yeye tunampa jina la kitinda mimba ama mfungua mji wa mimba wa jimbo letu hili la Bagamoyo, kwa maana ndiye atakuwa padri wa kwanza kupata daraja ya upadri kama padri wa jimbo katika jimbo letu hili takatifu la Bagamoyo. Hakika inastahili kumrudishia Mwenyezi Mungu makofi hayo, kwa sababu anakwenda kufungua ukurasa, anaenda kuweka msingi kwa wale ambao wengine watafuata baadaye kwa kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kumbe katika adhimisho hili la misa takatifu tunayo hayo makuu ya Mungu, kumshukuru kwa zawadi ya miito, kwa sababu bila zawadi hiyo ya miito basi kanisa haliwezi kusonga mbele, kwa maana litakosa watumishi. Lakini pia kufurahi pamoja na askofu wetu wa jimbo Mhashamu Stefano Lameck Musomba. Askofu anapopadrisha inakuwa ni furaha kubwa moyoni mwake, kwa sababu anajua ameongeza katika jopo linalomsaidia kutenda kazi ya kitume katika jimbo lake. Kwa sababu hiyo basi tunaungana pamoja naye katika furaha yake hiyo kubwa kabisa. Lakini kama waamini tunapaswa kuwaombea. Kwa hiyo kupitia adhimisho hili la misa takatifu tunamwomba Mwenyezi Mungu awategemeze hawa mashemasi ambao watakwenda kutumikia ndani ya kanisa lake takatifu, awategemeze, awajaze neema na baraka, ili utume wao uende ukawe utume uliotukuka ndani ya kanisa. Kwa hiyo pamoja na wazazi waliowatoa watoto wao kwa ajili ya kumtumikia Mungu katika kanisa, sote kama waamini tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tendo hilo kubwa kabisa la ukarimu. Kwa hiyo baada ya kuyasema hayo, wapendwa wana wa Mungu, nimkaribishe sana Mhashamu Baba Askofu Stefano Lameck Musomba tuongozee adhimisho hili la misa takatifu akisaidiana na Baba Askofu Methodius Kilaini. Baba Askofu, karibu sana. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi nimekosa sana, ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
kuliongoza taifa lako kwa kutumia huduma ya mapadre. Uwajalie hawa mashemasi wa uliopenda kuwateua leo kwa kazi ya upadre, wastahimili kukutumikia katika mapenzi yako, ili kwa huduma na maisha yao waweze kutafuta utukufu wako katika Kristo anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na wenzake wakisema, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mikononi mwake, ambalo alikuwa ametwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikasikia Bwana ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, Bwana nimekuja, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako.
kwa saburi, akaninamia akakisikia kilio changu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndiyo sifa zake Mungu wetu. Katika gombo la chuo nimeandikiwa kuyafanya mapenzi yako, mapenzi yako. E Mungu wangu, ndiyo furaha yangu, na sheria yako imo moyoni mwangu. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini wakawa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagaia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba
na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Neno la Bwana.